Mtazamaji wa Chemba Talk Show, tuna mambo mengi sana ya kuweza kukuambia safari hii, lakini sasa story inanoga mara baada ya zile vurugu zote kwamba sauti badilishwe, Olhan hajawa huyu, lakini comment nyingi nimeona kwamba wanasema pesa, wengi wanasema kwamba wale ambao waliotolewa hawajakubaliana kifedha. Lakini unajiuliza eti hata Fatuma naye hajakubaliana kifedha. Lakini hayo tuyaache. Na ninachotaka kuambia ni kwamba episode zinazofuata, episode ya 4, na nyie ambao mmeangalia kwenye TV mmeishia pale ya kwamba tayari familia imerudi na nini. Sasa leo, kuanzia ya leo usiku, familia itakaa kwa pamoja, amani itaanza kurudi. Lakini ukiachana na hicho, kuna ugomvi mkubwa wa Olhan pamoja na Aladdin. Olhan atampiga kibao hadharani Aladdin. Lakini pia mara baada ya kumpiga, Olhan anamfukuza kambini. Anamfukuza na wale askari zake 3 wale kambini. Lakini mara baada ya kumfukuza, anaenda anavamiwa Olhan huko polini na ngumi zitaanza. Nikwambie tu kwamba huu ugomvi nitakuja kukwambia mwisho, kwa sababu nikikwambia sasa hivi huendelee kusikiliza, lakini isikilize mpaka mwisho huu ugomvi ulianziaje. Lakini kitu kingine bwana, Fatuma Hatum anaingia kwenye penzi zito. Yani sio anaingia actual, lakini kuna yule adui Flavius anamtaka kimapenzi Fatuma. Sasa yeye Flavius ana mambo yake mwenyewe, lakini bado haijatafsiri vizuri kwamba je, atamkubalia, kwa sababu alimpa ua la kimapenzi la kuashiria kwamba anamhitaji kuwa mpenzi wake. Lakini Yigit anamfuatilia kwa karibu na anaona kile ambacho kinachoendelea. Baadaye anakuja kumuuliza Fatuma, je, ni nini? Lakini kabla hapo alimfuatilia yule Flavius, lakini Flavius alimuona, alikimbia, baadaye akapotea, hakumuona tena. Sasa Yigit akamuuliza Fatuma, je, kuna nini kinachoendelea? Fatuma hakumpa majibu ya kueleweka. Kumbuka kwamba Fatuma hajaanza, umeona kazi, umeona mambo. Sasa hayo mambo yote yanaendelea huku, lakini kama nilivyokuambia kutakuwa na chakula cha usiku kwa familia nzima. Osman Bey anaamuru hivyo mara baada ya kupewa ile dawa na kuweza kupona. Lakini katika episode hii kuna watu wapya wanatokea. Cha kwanza anatokea mwamba mmoja ana roho mbaya kinyama, anaitwa Abdurrahmani. Anatokea ndugu yangu. Anatokea wakati Olhan amevamiwa. Basi wanapigana huko kweli kweli. Lakini ndani ya kambi ya kina Flavius kuna msaliti, ambaye msaliti huyo ametumwa kutoka kambi ya Wakai, kwa maana kina Olhan, na yeye ndio anachezesha mipango yote. Sasa wanavamiwa ndani ya ngome yao, lakini kuvamiwa kwao wanaanzia mbali, wanapigwa kweli kweli kuanzia kwenye handaki. Halime pamoja na timu nzima ya kina Olhan wanafanya hivyo. Sasa naomba nikurudie kabla sijakwambia ugomvi huu umetokeaje na nini ambacho kinachoendelea, lakini nikupe maneno kidogo ya Kituruki ambayo yanaendelea ama katika hiyo. Kwanza Olhan pamoja na Aladdin, kumbe ule ugomvi bwana wameupanga kusudi, kwa sababu wameshagundua kwamba ndani kuna wasaliti. Kwa hiyo wakifanya kama wamegombana, basi watu wanajua kwamba wamegombana, wamegawanyika, kumbe wenzao wako sawa. Kwa hiyo kile kibao kilichompiga ni mpango tu, mkakati ambao wameweza kupanga. Na utamsikia Aladdin wakati Olhan anataka kuondoka, Aladdin anamkataza, anaongea Kituruki, anamwambia beni ni musadem oldaman buram orkamachak, kwa maana akimaanisha kwamba hutoondoka hapa bila ruhusa yangu. Lakini bado anaendelea kumwambia Olhan. Aladdin anamwambia Olhan kwamba sende ni kororum. Seni manake ni wewe, kwa mtu ambaye anafahamu seni ni wewe. Bado Aladdin anaendelea kumwambia Olhan, o vakit bin kers ocean beni denle Aladdin. Huyo sasa ni Olhan anamwambia Aladdin kwamba unisikilize mara moja, wakati wanapanga ule mpango wa kuweza kufanya hilo tukio. Anambia nisikilize mara moja, yani tukitoka nje wakati tunaongea nisikilize mara moja tu. Baada ya hapo mimi nakuwa mkali na kupiga kibao
na watu wajue kabisa kwamba tumegombana, kumbe hamna. Sasa kikubwa zaidi kina Jakutai, kina Boran hawakujua ule mpango, wanasikitika kweli kweli. Yani wanasikitika, ile wanasikitika kiwango cha degree. Lakini baadaye Aladdin anakuja kule polini ambapo wamevamiwa na hatimaye wanaweka mambo sawa, kambi inaendelea kama kawaida. Hawa Akai wana akili, wewe usiwaone hivi. Basi sawa. Kwa hiyo hicho ndicho kipengele ama kipande ambacho kinachokuja. Mimi naitwa Amini Nyaungo. Nikwambie tu kwamba Sozin Orhan Aladdin Yoktum Yokshush. Kituruki kinapanda. Chao.